Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wametia saini kwa njia ya kielektroniki hati ya makubaliano, Memorandum of Understanding, yenye lengo la kumaliza mzozo uliodumu kwa karibu miezi minne kati ya Marekani, Israel na Iran. Kwa mujibu wa maafisa wa Pakistan na taarifa kutoka pande zote mbili, makubaliano hayo tayari yameanza kutekelezwa. Yanajumuisha ahadi za kusitisha operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya mapambano, kuzuia Irani kuendeleza au kumiliki silaha za nyuklia na kufungua kikamilifu mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa duniani. Makubaliano hayo yanakaribishwa kama hatua inayoweza kuleta mafanikio makubwa, lakini bado kuna maswali kuhusu namna yatakavyotekelezwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqai, amesema Tehran na Washington zimekamilisha na kutia saini makubaliano hayo kwa njia ya kielektroniki, jambo linalofungua njia kwa mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 zijazo. Baqai amesema Tehran itafuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo na Washington bila kulegeza msimamo wowote, na haitatimiza wajibu wake ikiwa Marekani haitatekeleza ahadi zake. Anasisitiza tena kuwa mpango wa makombora wa Iran hauko wazi kwa mazungumzo. Wataalamu wanatarajia mazungumzo ya nyuklia kuzidi siku 60. Kenneth Kurtzman. Trump anakabiliwa na upinzani kutoka kwa Republican kuhusu makubaliano na Iran. Republikani kadhaa mashuhuri, akiwemo makamu wa rais wa zamani Mike Pence, aliyekuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley, na seneta Bill Cassidy, wamekosoa makubaliano ya muda ya Trump na Iran. Wakosoaji wanasema makubaliano hayo hayafanyi vya kutosha kuzuia malengo ya nyuklia ya Tehran, na pia wanapinga mpango wa dola bilioni 300 za Marekani kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran. Baadhi yao wameyalinganisha makubaliano hayo na makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 ya rais wa zamani Barack Obama, ambayo Trump alijiondoa nayo kwa upande mmoja wakati wa muhula wake wa kwanza. Kuondoka kwa Israeli kutoka Lebanon kunaweza pia kuchukua miezi kadhaa. Rami Kouri, mtafiti mashuhuri kutoka chuo kikuu cha Marekani cha Beirut, anasema kuondoka kamili kwa majeshi ya Israeli kutoka kusini mwa Lebanon hakutarajiwi kutokea hivi karibuni. Anaongeza kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanaweza kuchukua miezi 4 hadi 5 kukamilika, huku maswala mapana ya kikanda yakiendelea kuhitaji kushughulikiwa. Mustakabali wa Lebanon bado haueleweki. Mzozo huo bado uko mbali na kumalizika, huku mashambulizi ya Israel yakiendelea katika eneo hilo. Wakazi wengi bado wana wasiwasi kuhusu iwapo Israel itaheshimu usitishaji wa mapigano, wakati maeneo makubwa ya kusini mwa Lebanon bado hayawezi kufikiwa na raia kutokana na miezi ya mapigano na uharibifu. Vyanzo vya usalama pia vinaamini Israel huenda bado inatafuta kupanua udhibiti wake katika maeneo muhimu ya kimkakati kando ya mpaka.